Ni lazima tulifahamu TPBRC katika maagizo yao waliotupa, huwezi kupata leseni ya aina yoyote kama hujakuwa mwanachama wa kada ambayo unayoomba. Sio, nimefahamika? Kama ni bondia, kama sisi kada yetu si makocha. Kwa hiyo lazima uwe mwanachama wa chama cha makocha. Mimi ni kocha, uidhinishwe, upewe barua hapa ili ukapate leseni. Sio unaenda TPBRC unapewa leseni, hapana. Kwa hiyo nao tulifahamu na tudhidi kuhamasisha. Tuna makocha wengi, tena makocha bubu ni wengi kuliko maelezo. Lakini nishukuru sana TPBRC sasa hivi wamenyoka kweli na wanatusisitiza kila siku. Kelele nyingi sana kwa upande wa katibu, kila siku wanahamasisha wanachama wa chama cha makocha waliojiunga. Baada ya kuchaguliwa kuwa viongozi, tulianza mchakato kwa sababu kwenye uongozi walipiga kura makocha 54. Ndio waliopiga kura, ndio registered ya mwanzo kabisa waliopiga kura pale baraza. Lakini baada ya hapo tulianza kuingia kwenye mchakato wa kukitambulisha chama. Na mimi kama katibu nilikuwa nawajibika kwenye hilo na nilikuwa najitahidi kufanya hivyo. Nilitembea sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, lakini nilikuwa wakati mwingine natumia gharama zangu lakini kwa ajili ya kukitangaza kwanza chama. Lakini vile vile wale wanaoshiriki boxing ambao ni makocha kwenda kuwapa taarifa ya kwamba sasa kuna chama cha makocha na makocha mnatakiwa mjiunge. Nilifanya hivyo kwa mikoa mbalimbali, mikoa zaidi ya 6 ambao nilitembea. Nilienda Mwanza, nilienda Kigoma, nilienda Arusha, nilienda Songea, nilienda Tanga, Morogoro ndio ilikuwa sana hapo. Lakini yote nilikuwa nafanya hivyo kwa ajili ya kukitangaza chama chetu na kukitambulisha kwa ujumla. Tangu 2022 2023 tulikuwa na michakato hiyo ya kufanya ongezeko la wanachama wapya, na nilikuwa nafanya jitihada za kuwapitia, kuwakumbusha, kuwaambia kufanya hivi. Kila jitihada zilikuwa zinafanyika kwa ile nafasi yangu ya utendaji ambayo nilikuwa nayo. Lakini kwa nafasi hiyo kutoka 2022 2023 2024 tulipata ongezeko la wanachama takriban 23. Wanachama 23 ambao walijisajili na chama kwenye uwe uhalisia mzuri na ambao hadi sasa hivi tunao. Kwa hiyo sasa hivi chama chetu paka sasa hivi kina wanachama 76. Wanachama 76, lakini kama mwenyekiti hapa alivyosema kwamba tuna makocha wengi sana mabubu. Tuna jimu sana bubu ambazo zipo na zinahitaji kupewa taarifa na utaratibu. Zinafanya boxing lakini zingine zinakuwa taarifa hazina na hazijui utaratibu. Kwa hiyo mimi pale ninapofika na kwa nafika, lakini vile vile na wajumbe wenzangu pale wanapofika walikuwa wanafika. Kwa hiyo paka sasa hivi orodha kamili ya wanachama wajisajili na chama cha makocha ni wapo 76. Lakini wapo wengine wanapiga simu, wapo wengine hata leo wamekuja ambao walijisajili. Kwa hiyo tunaendelea na mchakato wa kusajili makocha wapya na fomu zipo kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu na kukifanya kiwe na nguvu, kiwe na uwezo wa kufanya yale ambayo yanahitajika kufanyika. Mimi niseme tu kwamba chama ni chetu wote, sio labda cha viongozi mbogo, mimi Haji si mwenyekiti, hamna mwenye chama hapa. Na hizi nafasi tulizitaka ili tuzitendee haki, na kuzitendea haki kwenyewe ni uwajibikaji tu, hakuna kitu kingine. Kwa maana ya kuwaendea makocha na kuwapa taratibu zote za chama, mambo mengine yaende. Maana yake watu wanasema, Waswahili wanasema alopita sio mbele, tugange yajayo, kwa sababu kunawezekana kikao hichi au mkutano huu ukaonyesha picha kubwa sana kwenye chama chetu tukitoka leo hapa. Kikao chama ambacho sasa kila mtu ataogopa na kila mtu ataona sasa bila kufanya hapa uweze kufanya pale. Kwa hiyo niseme tu kwamba na kwa mujibu wa kamishna kusimamia ngumu za kulipwa kama alivyosema hapo mjumbe wa kamishna kwamba makocha walikuwa register kwenye simu, na sisi kikao chetu tulikaa nao kamishna tukawaambia mfumo ambao mnaotumia sio sawa, kwa sababu ukiregister kwenye simu
kwetu sisi wanakuwa hawajasajiliwa, na wengi wamefanya hivyo. Tunatakiwa tuwatambue kwenye chama chetu, kwenye kujisajili kwenye chama chetu, then ndio aje kupata leseni ya commission na kusimamia ngumi za kulipwa. Kwa bahati nzuri katibu muelewa, katibu msomi akatuelewa hilo. Sasa hivi uweze kujiregister. Hata ukisema kocha unajiregister, atakuuliza tu umesajiliwa na chama cha makocha hadi ujisajili na upate leseni. Kwa hiyo sasa mfumo ndio upo hivyo. Kwa hiyo na sisi tuwe mashahidi, lakini vile tuwe wajumbe wa makocha wenzetu ambao wamekuwepo huko Uswahilini, kuwapa taarifa hizi kwamba chama cha makocha kipo sawa na utendaji wake ni 1 2 3. Nao uweze kupandisha bondia kwenye ring kama hujakuwa umesajiliwa. Lakini vile vile tutapanga utaratibu wote unaohitajika kuwapo siku ambayo unampandisha bondia kwenye ring. Mtatuona wabaya kuanza leo, mtatuona wabaya, mtatuona hatufai, lakini tutapanga taratibu, wajumbe wapo, tutapiana majukumu kuanzia leo kwamba hatuhitaji tena yale ambayo yaliyotokea nyuma au yalikuwa yanaendelea kutokea. Kwa hiyo tutaweka utaratibu mzuri wa makocha, namna ya kuhandle mabondia wetu, namna ya kupanda nao kwenye ring, kuonyesha ule ubusara na kuonyesha ule upassionate wa kumfanya bondia aweze kujiamini, lakini vile vile bondia aweze kuonekana sasa bondia huyu sio msela na kocha yake sio msela. Kwa maana tutaweka utaratibu wa kocha na second ndio ambao wataweza kupanda kwenye ring. Zogo pale hakuna watu mmoja tu hivyo. Kwa hiyo tutaweka utaratibu mzuri ili mradi ngumi zetu zionekane sasa zinaenda sehemu nzuri. Huo ndio wasilishaji wangu. Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV. Fanya namna hii. Au sio? Asante sana. Mazoezi afya.